Boniface Mwabukusi ambaye pia ni rais wa TLS ameweza kuandika pia na yeye kupitia ukurasa wake mtandao wa kijamii wa X. Amesema pole kwa familia ya Profesa Philemon Salungi. Kwa huzuni kubwa, anapenda kutoa pole za dhati kwa familia ya Profesa Philemon Salungi kwa msiba mzito wa mpendo wenu, baba yenu, mzee wetu na kiongozi wa jamii. Kwa Maria Salungi na familia yote, najua huu ni wakati mgumu wa majonzi na simanzi, lakini nataka kuwafariji kwa maneno haya. Mzee Salungi ameacha urithi wa hekima, upendo na huduma kwa jamii ambao utaendelea kuishi katika nyanja mbalimbali. Aliyoguswa na maisha walio wengi, hususan majeruhi. Mungu awape faraja, awatie nguvu na awape amani katika kipindi hiki cha maombolezo. Tunaungana nanyi kwa sala na dua, tukimwomba Mwenyezi Mungu ampokee katika makao yake ya milele na kumpa pumziko la amani. Kwa hicho ndicho ambacho alikuwa amekiandika Boniface Mwabukusi kuhusiana na kile ambacho kimeonyeshwa pia na yeye ameweza kuguswa na msiba huu wa Philemon Salungi. Sasa nikusome comment za wadau mbalimbali. Mtu anasema raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Mwingine anasema inaumiza kweli kweli kuondokewa na baba kipindi hiki, lakini mtu mwingine anasema pole sana kwa familia kwa msiba huu mzito, Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha. Mwingine anasema huyu alikuwa mtu wa watu, mtu mwenye huruma ya kweli itokayo moyoni, aliyekuwa tayari kusahau shida zake ili ahudumie wengine. Ameyatumia maisha yake kwa manufaa makubwa sana. Mwingine anasema poleni wafiwa wote na Watanzania wapenda haki na huruma ya kweli. Tarehe 20 mwezi wa 6 1980 nilihudumiwa na profesa pale Muhimbili akiwa mkurugenzi. Bila kujali ukuu wake, alinihudumia na alihudumia watu wengi. Mungu ampe pepo ya milele. Lakini mtu mwingine anasema kwamba Mwenyezi Mungu ampumzishe. Mwingine anasema hongera, Mungu ni mkubwa sana, kafanya kazi yake kubwa hapa duniani, yatupasa kuendelea kumwenzi kwa yale mema ambayo ameyafanya. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya komenti za watu ambazo alikuwa amezitoa kuhusiana na kile ambacho alikuwa amekiposti ama amekitweet wakili Boniface Mwabukusi.